Mpenzi mtazamaji wa Malaika TV, hii ni leo katika historia, sehemu pekee ambapo unakutana na taarifa kadha wa kadha kuhusiana na matukio mbalimbali yaliyowahi kutokea siku na tarehe kama ya leo miaka kadhaa nyuma. Leo ni siku ya tarehe 26 ya mwezi Mei, ambapo na kurudisha mpaka mwaka 1521. Siku kama ya leo kulitokea na tamko ambalo liliitwa The Edict of Worms, tamko ambalo lilimtoa au lilimtenga Martin Luther kutoka katika listi ya makasisi wa kanisa Katoliki. Martin Luther anakumbukwa kwa kutoa waraka ambao alileta malalamiko au mapendekezo 95 ambayo yalikuwa yakihitaji marekebisho katika kanisa Katoliki duniani. But kinyume na hapo, kanisa Katoliki liliyapitia na kuamua kumtenga Martin Luther kuwa kasisi wa kanisa Katoliki, na baadaye ndipo Martin Luther alienda kufungua kanisa la Kiinjili la Kiluteri maarufu kama KKT. Ndio maana likaitwa kanisa la Waluteri, lilitokana na jina la Martin Luther. Lilikuwa wale watu ambao walikuwa ni wafuasi wa Luther. Na hii ilikuwa ni tarehe 26 ya mwezi wa 5 mwaka 1521 na kuleta mpaka mwaka 2008, miaka 2000, miaka ya watoto wa 2000. Tarehe 26 ya mwezi Mei mwaka 2008 ilikuwa ni siku ya huzuni kwa wapenda filamu duniani. Ni siku ambayo mwanafilamu kutoka nchini Marekani, Sidney Pollack, ambaye alikuwa ni director, alikuwa ni producer, lakini kuna time alikuwa akisimama kama actor, alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 73. Sidney anakumbukwa kwa kuwa na kufanya filamu nyingi ambazo zilikuja kuwa maarufu sana duniani. Hapa nazungumzia filamu ya The Way We Were ya mwaka 1973, nazungumzia filamu kama Tusti ya mwaka 1982, na vile vile namzungumzia filamu ambayo ilitikisa dunia ya Out of Africa iliyotoka mwaka 1985. Mungu endelee kurehemu roho ya marehemu Sidney, ilale sehemu ambako ameona inastahili. Tusafiri mpaka mwaka 1940, miaka michache baada ya vita ya pili ya dunia. Tarehe 26 ya mwezi Mei ya mwaka 1940 tulishuhudia kwa mara ya kwanza vikosi vya Uingereza vilianza kuondoka kutoka Dunkirk, Ufaransa. Tarehe 26 ya mwezi Mei mwaka 1940 vikosi vya Uingereza vilianza kuondoka Dunkirk, Ufaransa. Unajua mziki wa tarumbeta wewe? Unalijua jazz? Hii inatuleta mwaka 1926 ambayo ilikuwa ni siku ya heko, nderemo na vifijo kwa wapenda muziki wa jazz duniani. Ni siku ambayo alizaliwa mpiga tarumbeta maarufu kuwahi kutokea katika ardhi ya dunia. Namzungumzia Miles Davis, ambaye alizaliwa tarehe 26 ya mwezi Mei mwaka 1926. Alizaliwa Alton, Illinois, Marekani. Wanapenda jazz. Hii ilikuwa ni siku poa sana kwao. Umefika ule muda wa happy birthday to you, happy birthday to you. Je, umezaliwa tarehe 26 Mei? Unajua na share birthday na nani? Wacha nikujuze. Kama umezaliwa tarehe 26 ya mwezi Mei, una share birthday na Lauryn Noel Hill maarufu kama Lauryn Hill, ambaye alizaliwa siku kama ya leo tarehe 26 ya mwezi Mei mwaka 1975. Anakumbukwa au anajutajwa kama mwanamama shupavu katika upande wa muziki nchini Marekani na duniani kwa ujumla. Kama haitoshi, tarehe 26 ya mwezi Mei alizaliwa Miles Davis, mmoja kati ya wanamuziki nguli wa muziki wa jazz na mpiga tarumbeta maarufu duniani. Sisi kutoka Malaika TV tunakwambia happy birthday to you. Na kufika hapo ndipo tunatamatisha leo katika historia ya siku ya leo. Nukta ya leo inaenda kufungua leo katika historia ya siku nyingine. Tukutane kwenye leo katika historia.